Mungu ziko juu yako. Iwapo ulimpokea Yesu Kristo na yuko ndani yako, basi maandiko yametuambia kwamba na nguvu zilizokuinua kutoka kwa wafu bado pia zipo ndani yetu. Jina la Bwana lisifiwe. Kumbukeni ndugu zangu, yeyote aliyekuwa anaitwa hakuitwa akiwa anajiweza, hakuitwa akiwa kuna nguvu, hakuitwa akiwa kuna vitu ambavyo vinawezekana ama vinaweza muwezesha yeye kuwa kitu. Sote tulikuwa viumbe wadhaifu. Mara fulani tulikuwepo watenda dhambi, tulikuwa watu wabaya, tulikuwa watu ambao wastahili. Tulijiona ya kwamba tupaswi kutumiwa, tulijua ya kwamba hakuna kitu kizuri ambacho kinaweza tokea kwetu. Lakini upendo wa Mungu ukawa ni mwingi mno, ukatufuata na ukatutoa katika giza ili akaweze kutufanya viumbe vipya ambao ataweza kuaibisha wale ambao walijiona ya kwamba wana uwezo. Jina la Bwana lisifiwe. Huenda siku leo natuone ya kwamba sisi tumeshikilia microphone, unajiona ya kwamba kipaza sauti labda ni ya Pastor Walter, maybe kipaza sauti ni ya Mama Eunice ama wale viongozi. Mimi hapana. Hata wakati unaambiwa shika kipaza sauti wa mama wanaimba nyimbo ili sadaka, unaona kwamba hapana, sipaswi kuishika. Wewe ndio Mungu anakutaka. Amen. Wewe ndio Mungu anakuangalia, na huo udhaifu wako wewe anaweza kukufanya chombo ambacho watu watashangaa. Amen. Kwa nini anakimbilia viumbe vidhaifu? Kwa nini? Ametuambia kwamba ili awaibishe wenye nguvu. Na siyo peke yake, nyingine kwa sababu gani waendea viumbe dhaifu? Ili mara ya mwisho usiseme ya kwamba nimejifanyia hizi vitu kwa nguvu zangu. Ili usifike mahali ambapo ufikiria kwamba kwa uwezo ulioifanya, kwa vile ulifanya hii jambo vyema, useme kwamba basi mimi ndo nimehitimu, mimi ndo kusema, mimi ndo maana, mimi pekee ndo naweza, kwa sababu niko na uwezo wa kufanya hiki kwa nguvu zangu mwenyewe. Mungu hataki hivyo. Kwa sababu wale ambao wanajulikana wako na uwezo huo wa kibinadamu ama uwezo huo wa kiasilia ya mwili, wakifanya jambo fulani, iwapo kuna jamaa amekuwa akifanya mazoezi siku zote, labda ni mkimbiaji, amepiga mazoezi siku nyingi tu, anapofika katika uwanja wa mashindano akishinda, anaweza akasema ya kwamba kwa sababu nimekuwa niko katika mazoezi, nimefanya mazoezi kwa muda mrefu, ndio sasa nimeweza kufanya nini? Kuwa mshindi. Lakini kuna mwingine ambaye alitokea katika mashindano hayo, alikuwa na uwezo, aliangalia wengine akasema kwamba hawa wote wamevunja rekodi, lakini mimi sina chochote. Lakini akamtumainia Mungu, akasema Mungu niko na wewe, na ukashangazwa ya kwamba yule ambaye alimtumainia Mungu ndiye akawa ambaye ameweza kuondoka na ushindi. Jina la Bwana lisifiwe. Tunaposoma katika maandiko, kuna habari ya watu wawili ambao walikuwa naomba ama walikwenda kutoa sadaka wakiwa naomba. Mmoja alikuwa Farisayo, mwingine akawa ni mtenda dhambi, mteza ushuru. Maandiko yanasema kwamba yule Farisayo alienda mbele za Mungu akiwa anajigamba, akisema ya kwamba tazama, mimi nimekuwa nikikutolea zaka mara 2 ama mara 3 kwa wiki, nimekuwa nikisaidia maskini, nimekuwa nikifanya hiki, nimekuwa nikifanya na kile. Na kisha yule mtoza ushuru akijua ni mwenye dhambi, hata kusimama mbele, aliinamisha kichwa chake na kuomba msamaha. Bwana, sistahili machoni pako, mimi nimetenda dhambi, sijafuata mambo yote ambayo unayasema, sijafanya. Na Yesu akauliza, je, ni nani kati ya hawa ambao alipoomba Mungu alisikia maombi yake? Sisi huenda tungesema kwamba yule Farisayo kweli tulimuona akifuata sheria zote, lakini kumbe moyo wake ulikuwa mbali sana na Mungu. Na kwa hivyo Mfarisayo akakosa majibu, lakini yule mtoza ushuru akaondoka pale ikiwa maombi yake ameweza kufika kwa Mungu. Jina la Bwana lisifiwe. Kwa hivyo majigambo ambao watu wanajigamba nayo huenda yakawa ndio chanzo ya kwa nini hatupokei majibu ambayo tunataka. Kwa
kwa sababu Mungu hataki tujivune ya kwamba ni kwa nguvu zetu. Amesema ya kwamba kwani hamjui tunapaswa tu tujivune katika Bwana. Jina la Bwana lisifiwe. Wakati unajidai unasema ya kwamba niliinua ama niliponya mgonjwa kwa nguvu za Yesu Kristo, hapo ndipo Mungu anapokea utukufu. Ya kwamba unasema ya kwamba mimi sikuwa na uwezo, kwa sababu kulikuwa na kitu ndani yangu ambaye ni Yesu Kristo, yeye ndo alinisaidia nikafanya vile. Kwa hivyo ukinipata bila Yesu sitafanya kile ambacho nikifanya, lakini ukinipata na Yesu, jua ya kwamba tatizo lako litaweza kupata suluhisho. Jina la Bwana lisifiwe. Tambueni ya kwamba sio wote tulioitwa tulitokea katika familia ambazo zilijiweza. Kila mmoja hapo ukimweleza habari zake ama akikwambia historia ya kule alipotoka, utashangaa kwani watu walitokea wapi. Usione watu leo wamegara wanakaa vizuri. Kila mmoja yupo na historia pale ambapo alitoka. Jina la Bwana lisifiwe. Alitolewa pale ili na akafikishwa mahali amefika, ili Mungu akapokea utukufu, ili siku zote akigeuka nyuma akiangalia pale nilipozaliwa, ile ukoo ambao nilitoka, changamoto ambazo nilizipitia nikiwa mdogo, anaangalia nyuma na anasema kwamba kweli kuna Mungu ambaye anaishi. Kila wakati jambo litakuwa likimsukuma kumpatia Mungu utukufu, kumwadhimisha Mungu kwa ajili ya maisha yake, kwa sababu anafahamu ya kwamba kuna mahali nilitolewa, kuna mahali ambapo nimetoka. Jina la Bwana lisifiwe. Kuna watu wengi tu ambao katika Biblia ambao tutaweza kuwaona, watu ambao walikuwa ni wanyonge, watu ambao walikuwa ni wadhaifu sana katika mitazamo ya kibinadamu, lakini Mungu aliendea hao na akawainua, akawaita na wakawa mashujaa wakubwa ambaye mpaka leo tunawasoma. Jina la Bwana lisifiwe. Tusiwahi jigamba kuwa ni kwa nguvu zetu, bali tujigambe kwa sababu ya Yesu Kristo. Yeremia mlango wa 9 mstari wa 24. Yeremia 9 mstari wa 24, maandiko yanasema, lakini yeye ajisifue na ajisifu kwa sababu hili, kwamba ananifahamu na kunijua mimi, kwamba mimi ndimi Bwana nitendaye wema, hukumu na haki duniani, kwa kuwa napendezwa na haya, asema Bwana. Usijisifu kwa lolote, usijisifu kwamba ni kwa nguvu zako, bali jisifu kwa sababu Mungu ndiye aliyeweza kukusaidia. Jina la Bwana lisifiwe. Mambo yote tunayoyatenda tunayafanya ndani ya Mungu. Leo umeweza kufanya jambo fulani, umefanya kwa uweza wa Mungu, umeifanya kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Leo umeomba masaa fulani, ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Umeweza kusaidia maskini, ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Hakuna jambo lolote wewe kama muumini ama kama Mkristo ambao unaweza kuitenda kwa nguvu zako. Amen. Na Mungu alituumba binadamu tukiwa na hiyo changamoto. Alituumba tukiwa kila wakati sisi tunamtegemea. Hakutaka tuwe watu wakamilifu kwa yote. Alitaka kila wakati unahitaji jambo fulani, kimbia kwake. Unahitaji nini? Enda kwake kila wakati. Jina la Bwana lisifiwe. Kwa sababu mara ya kwanza alipompatia binadamu uweza wa kila kitu, binadamu huyu alicheza na hiyo nafasi na akaanguka. Kwa hivyo baadaye Mungu akimleta Adamu wa pili, aliona ya kwamba wacha huyo Adamu wa pili ambayo kila uungu na kila kitu chake kiko ndani yake, wacha upekee ndio atakuwa mkamilifu, lakini kupitia kwake ndio wengine watakuwa kamilifu. Kwa sababu Mungu hatuamini tena kama tunaweza tukakuwa 100% waaminifu. Jina la Bwana lisifiwe. Hatuamini kwa sababu wa kwanza alimpatia na kila kitu. Maandiko yanasema kwamba Adamu alipopewa kazi ya kuwapatia majina kila mnyama, akisema wewe ni simba
simba, Mungu hakusema kwamba badilisha. Aliposema wewe unaitwa simba, ikawa ndio hivyo mpaka na leo, kwa sababu alikuwa akona uwezo wote, alipatiwa mamlaka yote. Biblia inasema kwamba wacha tumtengeneze binadamu kwa mfano wetu, na akapewa nguvu kupita kila mnyama yoyote ama kila kiumbe ambacho Mungu alikiumba. Lakini yeye akacheza ile nafasi, na siku moja akaasi kila ambacho Mungu alikuwa amemwambia asifanye, akatenda. Na kuanzia siku hiyo Mungu akaanza kuilimit. Mungu akakatisha, hawezi kutupatia nguvu zote. Hakuweza tena kutupatia mamlaka yote. Hakuweza kutupatia uweza wote, bali alitupatia Yesu Kristo, ya kwamba kupitia kwake Yesu Kristo tuna uwezo wa kubadilisha hatima zetu. Kupitia kwa Yesu Kristo tuna uwezo wa kubadilisha historia ya familia yetu. Huenda leo umetoka katika familia ambayo inajulikana wote walikuwa ni wachawi. Huenda umetoka katika familia ambayo nyote mnajulikana ya kwamba watu hawakusoma pale. Hakuna hata mmoja ambaye alihitimu kufika mahali fulani. Huenda umetoka katika familia ambayo ugonjwa umekuwa kama kitu kingine, yaani imekuwa ni hali ya kawaida. Mungu amekuinua, amekuita kama kiumbe dhaifu ili ukaweze kumtukuza, ili wote wakamwangalia yeye wakasema kwamba kama ingekuwa Mungu basi hatungelikuwa hapa. Jina la Bwana lisifiwe. Tukumbuke ya kwamba sote tu wadhaifu, lakini tunafanywa jasiri kupitia kwa Yesu Kristo. Hakuna jambo ambalo unaweza kulifanya kando na Yesu Kristo na ufaulu. Nani hawa ambao walikuwa dhaifu na Mungu akawafanya kuwa hodari katika Biblia? Baba yetu Ibrahimu alikuwa ni miongoni mwa wale watu ambao walikuwa wadhaifu, kwa wanyonge, walikuwa wasiostahili. Lakini Mungu akawafanya nini? Mungu akamfanya Ibrahimu mpaka na leo Waislamu, Wakristo na Wayahudi wote tambua kama baba yao. Jina la Bwana lisifiwe. Lakini si kwamba alianza akiwa mtu maarufu, hapana. Ibrahimu kwanza, kabla atokewe na Mungu, alikuwa ni mwabudu wa sanamu. Walikuwa ni watu ambao wamezoea kuabudu mwezi. Kwa hivyo miungu yao ilikuwa ni mingi, mara nyingine ilikuwa ni miezi, wengine ilikuwa ni nyota. Walikuwa wanaabudu vitu vingi vingi tu. Kwa hivyo Ibrahimu amelelewa katika maabudu ya miungu, na hivi sasa amekuwa mtu mkubwa. Lakini Mungu anaangalia, anasema kwamba ninataka kuregesha uhusiano baina yangu na binadamu, lakini natafuta mtu kila wakati. And I sought for a man. Biblia inasema na nikatafuta ni nani ambaye nitamtuma. Na katika ulimwengu wote Abrahamu pekee ndo alionekana kama mtu ambaye alikuwa anaweza kutumiwa na Mungu. Ilipokuwa shule ya huduma, tuliambiwa kwa nini Mungu aliamua ya kumchagua Ibrahimu kupita watu wengine wote. Kwa sababu Ibrahimu alipokuwa katika familia yao, tunaambiwa kwamba Tera alikuwa pale kwao, ndo palikuwepo na hekalu ama shrine, mahali ambapo wale miungu wanaabudiwa. In fact, baba yake Ibrahimu ndiye alikuwa anachonga hivyo vinyago. Alikuwa anavichonga hivyo visanamu, alafu akiviuza watu waende kuviabudu. Amen. Lakini kwa muda mrefu Ibrahimu alikuwa anajiuliza maswali. Je, ni kweli huyu mwenye babangu anachonga ndo Mungu, ama babangu ndo Mungu, ama kunaendaje? Ni nani kati yao wawili? Kwa sababu babangu anachonga hivi vinyago, kuanzia anachukua kama ni ambao ataichonga mpaka ikuwe kinyago fulani, kisha atauza na watu watachukua hivyo vinyago waende navyo nyumbani na waanze kuviabudu. Akawa kuna maswali anajiuliza, lakini hapati jibu. Kupitia ile maswali ambayo alikuwa hapo nayo, siku moja baba yake
Hii ni historia ya Ibrahimu. Baba yake aliondoka, na alipoondoka akamwacha Ibrahimu nyumbani, akiwa amempatia kifunguu ya store ya pale ambapo wanajenga ama wamehifadhi zile vinyago. Lakini pakawa na kinyago kikubwa kwa zote. Jina la Bwana lisifiwe. Ibrahimu akasema ni sawa, kwa sababu nimemuuliza babangu siku nyingi kama huyu ndio Mungu ama kuna kitu kingine ambacho aniambii, tutajua. Kwa hivyo Ibrahimu alipoachwa nyumbani, babake akaondoka, naye akaenda akafungua ile store. Akafika pale, akaangalia vile vinyago vingine vidogo, akaviangalia, akaenda akaviharibu vyote. Akaviharibu, kisha akabakisha ile kinyago kikubwa kwa wote, akakiacha hapo, na kisha akafunga store na akaondoka. Babake alipokuja akajua mtu mmoja pekee ndio ako na nini? Ako na ufunguo. Nani? Ibrahimu. Akamfuata akamuuliza, Ibrahimu, mbona vinyago viko hivi? Ibrahimu akamwambia kwamba nilisikia tu uko ndani kuna kelele, nikaenda kuangalia, nikapata kinyago mkubwa ama Mungu mkubwa amewaua hawa miungu. Jina la Bwana lisifiwe. Kwa hivyo kuanzia hapo babake akamwangalia Ibrahimu, akashangaa, akajua kwamba huu ni uongo. Lakini alipojua kwamba ni uongo, hapo ndipo Abrahamu akajua kwamba kweli huyu si Mungu. Kwa sababu alikuwa kuna desire ndani ya moyo kumtambua na kumfahamu Mungu wa kweli ni yupi. Hapo ndipo Mungu alitumia na akamfanya kuwa mtu wa maana. Akamchukua akamtenga na wengine, akasema kwamba sasa Ibrahimu, wewe ndio nitafanya nini? Nitakutumia. Akiwa mwabudu wa masanamu, Mungu akamwambia kwamba sasa nataka uondoke katika nyumba ya baba yako. Nataka utembee na mimi, nataka nikuonyeshe mambo fulani ambayo wewe mwenyewe hauna ufahamu nayo. Ibrahimu akatembea na Mungu kwa muda mrefu, akiwa ametenda mambo makubwa. Yule ambaye alikuwa ni mwabudu wa masanamu, hivi leo tunamtambua kama baba yetu wa imani. Hakuna baba mwingine mwenye imani kubwa kushinda Ibrahimu. Yeye ndiye aliyetuonyesha kwamba hivi ndivyo imani inaweza kutusaidia. Siku zote ukianza kutaja imani, lazima umkumbuke Ibrahimu, kwa sababu alipoitwa na Mungu alisikia sauti ambayo haielewi, alisikia sauti ambayo haoni popote. Amezoea kuona vinyago ambavyo haviongei, lakini leo amesikia sauti ya Mungu ikimwambia ya kwamba sasa nataka uondoke katika familia yako. Inamaanisha nini? Ya kwamba sasa Mungu aliona ya kwamba ninataka kufanya jambo jipya juu ya maisha ya binadamu, lakini nataka kutumia ujamaa mmoja awe kama kigezo na mfano kwa wengine, wajue ya kwamba kweli bado ninaishi na bado niko na mipango ambayo ni mizuri juu ya watu wangu. Jina la Bwana lisifiwe. Kwa hivyo Abrahamu akatolewa katika maisha ya kuabudu miungu na akaanza kufuatana na Yesu, akaanza kufuatana na Mungu. Kila wakati Mungu anamwambia fanya hiki, abishani, apige kelele, anatenda. Kiwango ya kwamba hata alipopatiwa mtoto ambaye alimsubiria kwa miaka 100, bado alipoambiwa ya kwamba mtoe kama sadaka ya kuteketeza, hakukaidi wala kukaidi. Alisema ya kwamba sawa. Akamchukua mwanae na akatembea naye na akasema kwamba twende, kwa maana Mungu amesema twende tukamwabudu. Jina la Bwana lisifiwe. Imani ya Abrahamu inaonyeshwa wapi? Kwa maana ukisoma hakusema kwamba ninaenda kumtoa mtoto wangu sadaka. Alipowachukua wale wafanyakazi, akamwambia kwamba subirini hapa. Aliwaambia mimi na mwanangu tunaenda kuabudu na kisha tutarudi. Jina la Bwana lisifiwe. Hakuambia kwamba ninaenda kuabudu na mwanangu lakini mimi ndio nitakayerudi. Alisema kwamba tutarudi. Ya kwamba alikuwa na imani ya kwamba Mungu aliyeniambia nitafanya ama atanipatia mwana. Hakuniambia atanipatia wana, aliniambia atanipatia mwana mmoja. Na huyo mwana atatoka kwa Sara. Kwa hivyo Sara hatazaa watoto 100, atazaa tu mtoto mmoja peke yake. Na kupitia kwa huyo mtoto
kumwangamiza. Nitarudi naye, lakini kwa sababu niko na imani ya kwamba hata akimuua ana uwezo wa kumfufua tena. Wacha nionyeshe imani yangu kwa huyu Mungu ambaye ameweza kunitenda mema. Jina la Bwana lisifiwe. Na kweli akatembea na Mungu akasema kwamba kweli nimeona ya kwamba uwezi ni kataza chochote. Nimekuitisha mtoto, umenipatia kweli, na akampatia kondoo ili aweze kumtoa kama dhabihu. Jina la Bwana lisifiwe. Kwa hivyo Ibrahimu ni kama mfano wetu sote. Tumetokea katika familia, Tera alikuwa anajulikana, Ibrahimu pia alikuwa anajulikana sana, lakini Mungu aliendea vitu vidhaifu. Aliendea Ibrahimu dhaifu, ambaye kwao labda alikuwa wa mwisho, ama alikuwa ni mtoto mdogo kwao, lakini Mungu akaendea hao. Kwa hivyo siku zote, hata leo bado Mungu anatumianga hiyo njia ya kwamba anaendea wale wanyonge na kuwafanya kuwa hodari. Jina la Bwana lisifiwe. Mtu wa pili ambaye tunataka kumuona, ambaye pia alikuwa ni dhaifu, tuweze kusoma kupitia kwa hao watu. Ninakuambia tu majina yao ili kwa wakati wako mwenyewe unaweza ukaenda ukasoma. Historia ya Abraham inapatikana katika kitabu cha Mwanzo 12. Ukisoma hiyo kuanzia hapo ndipo unapokutana na Ibrahimu, na utasoma mambo yote ambayo Ibrahimu aliyafanya. Jina la Bwana lisifiwe. Kutokea kwa hali yake ambayo alikuwa ajulikani, ama alikuwa na umaarufu, ama alikuwa na kitu chochote cha kupendeza, mpaka awe mtu ambaye Mungu aliweza kumwamini na kuweza kumpatia mambo makubwa juu ya hii dunia. Mtu wa pili anaitwa Musa. Jina la Bwana lisifiwe. Musa katika kitabu cha Kutoka 4 kwa mstari wa 10, Exodus 4:10, maandiko yanasema Musa akamwambia Bwana, Bwana, kamwe sijapata kuwa msemaji wa ufasaha wakati uliopita, wala tangu ulipoanza kuzungumza na mtumishi wako. Ulimi wangu ni mzito kuzungumza. Jina la Bwana lisifiwe. Musa pia alikuwa dhaifu. Alikuwa mtu mwenye unyonge mwingi sana. Alikuwa kwa mapungufu chungu nzima. Mapungufu ambayo yanaonekana na mapungufu yasiyoonekana. Yote yalikuwa ndani ya mtu huyo Musa. Musa huyu alikuwa kwanza ni kigugumizi. Alikuwa yeye hawezi kuongea. Alikuwa yeye ulimi wake ulikuwa mzito sana, kiasi ya kwamba kuzungumza ilikuwa ni shida. Anasema ya kwamba mtumishi wako tangia azaliwe hajawahi kuzungumza vyema, na hata wakati wewe Mungu umeweza kuzungumza nami mpaka sasa sijaweza kuongea, kwa sababu ndipo na shida ya ulimi wangu na pia shida ya matamshi, siwezi ongea vyema. Alikuwa anamwambia Mungu ya kwamba nikana kwamba umekosea, nikana kwamba umefanya makosa kunifuata mimi, kwa sababu tukiangalia kwetu, mimi niko na ndugu zangu, niko na Miriamu, niko na Aruni, wote ni ndugu zangu wakubwa na wote wako na uwezo wa kuongea. Kwa nini Mungu umeniona ya kwamba mimi ndio uweze kunitumia kwa ajili ya mambo ambayo yanakumba watu wa Israeli? Akashindwa sana. Lakini Mungu akasema kwamba wewe bado. Ukisoma mahali Mungu alimwambia kwamba nataka nitumie ulimi wako, lakini Musa bado alikataa. Alikana, na ndiposa akamsababisha Aruni akuwe kama mnenaji wake. Lakini Mungu alikuwa anataka watu wamjue, wale ambao walikuwa wanajua Musa hawezi kuongea. Wakati aliondoka katika nchi ya Misri, baada ya kummaliza yule Misri na pia kuwatenganisha wale wa Israeli, aliondoka akiwa kigugumizi, aliondoka akiwa hana uwezo wa kuongea. Mungu alikuwa anataka baada ya yeye kukutana nao, kwa sababu siku
tofauti. Kwa nini? Lakini Musa akakana, akasema kwamba mimi siwezi, niko na hivi. Lakini Mungu akasema ni sawa, bado hata kama umekataa kwamba utaongea, bado mimi nitakutumia hivyo. Jina la Bwana lisifiwe. Unaposoma katika kitabu cha Kutoka 14:16 utaona kwamba Musa alifanya kitu fulani. Alitawanyisha bahari ya Shamu. Jina la Bwana lisifiwe. Mtu ambaye ako na unyonge ama mtu ambaye hana uwezo, je, anaweza akatenganisha bahari? Ni yule mtu ambaye alikuwa anatoroka akijiona ya kwamba ni dhaifu. Lakini unaposoma habari zake hapo mbele unashangaa, baada tu ya kwenda kule kwa Midiani na akaweza kukutana na Mungu, na Mungu akambadilisha akawa kiumbe tofauti. Maandiko yanasema kwamba Mungu alimwambia kwamba rudi sasa kwa Farao. Na akamwambia kwamba chukua ili gongo ama fimbo, utaanza kufanya mambo haya. Yule aliyekuwa akikimbia akisema ya kwamba huenda nitauawa, yule ambaye alihofia maisha yake akisema ya kwamba huyu Farao huenda akaniangamiza kwa sababu yeye ndio mfalme wa nchi ile na mimi tu nimekuwa kwake, na kweli saa hii alitaki tena. Je, nina uwezo wa kurudi kwake tena? Dhaifu ambaye alikimbia, sasa Mungu anamwambia kwamba nimekutenga, nimekuchagua, nimekupatia nguvu, uweza na mamlaka juu ya Farao. Maandiko yanasema kwamba, Biblia inasema kwamba I have made you a god unto Pharaoh and Aaron your prophet. Ya kwamba nimekufanya kama Mungu mbele ya Farao, na nabii wako atakuwa Haruni. Jina la Bwana lisifiwe. Wengi walioitwa walikuwa na unyonge, lakini Mungu akawafanya kuwa hodari. Yule aliyetoroka akiwa na uwezo wa kufanya chochote, ameishi tu katika hekalu, ameishi katika ikulu pale, lakini ameanza kuwa mtenda miujiza. Musa ameanza kutenda miujiza, vitu ambavyo kwa akili yake hakuwahi fikiria kwamba kuna siku ambayo anaweza kuyatenda. Sasa amekutana na Mungu na maisha yake yameweza kubadilika. Nimekuja nikwambia kwamba huenda wewe ambao unanitazama, historia yako labda ni kama ya Musa. Alikutupa akakusukuma mbali ili ukaweze kukutana naye. Ndiposa wakati utakapokuwa ukirudi, ukiwa narudi kwenu, ukiwa narudi katika familia yenu, huenda umetoka mbali, lakini wakati unatokezea unarudi, wanasema ya kwamba kweli kijana yetu alienda akiwa hana maana, lakini unaporudi kuna mahali ambao umekuweka, kwa sababu vile ulivyoondoka si vile ambavyo unarudi tena, kwa maana kule ulikoenda ulikutana na Mungu, na Mungu akakufanya ukawa kiumbe tena ambacho ni hodari, akakufanya mtu ambaye alitajika. Huenda walikutenga wakakwambia kwamba una maana, huenda walikuambia ya kwamba haustahili chochote wala ufai katika jamii, na akakutukana na akakwambia ya kwamba una maana, lakini siku ambayo utatokezea baada ya wao kusema ya kwamba maisha yako yamefika kikomo, wakasema ya kwamba uwezi, utakaporudi tena mbele zao watastaajabu wakishangaa, wakisema ya kwamba kweli si kwa maneno yetu, si kwa mitazamo yetu pekee, lakini tunaona ya kwamba kuna kitu ambacho umekutana nacho. Na Mungu kupitia hapo atakuwa anapokea utukufu, kwa sababu mambo yote yatajulikana ya kwamba si kwa nguvu zako, bali kwa uwezo wa Mungu. Jina la Bwana lisifiwe. Mungu ametuita kama viumbe dhaifu ili tuweze kumpatia sifa na utukufu, ili usijigambe, usijidai, usiseme kwamba wewe unatosha. Hautoshi. Ni nguvu za Mungu pekee ndizo zinazotusaidia. Musa hakuwahi jigamba ya kwamba si mimi nimeitwa. Hapana. Hata aliulizwa kwamba nani amekufanya kuwa kiongozi wetu? Nani amekufanya? Siku zote walipokuwa nyikani wakisumbuana naye, hakuwahi waambia kwamba mimi ndo nimeitwa. Hata wakati Mungu alimwambia kwamba wacha niwamalize
na nitengeneze generation nyingine kupitia kwako. Musa akamkataza, akamwambia hapana. Itasemekana vipi ya kwamba Mungu ulitutoa Misri ili uje utuangamizie nyakani? Haifai. Musa amekuwa shujaa kiasi ya kwamba anaweza akasimama mbele ya Farao akiwa haogopi chochote. Anamwambia kwamba nimetumwa uweze kuniachilia watu wangu. Achilia watu wa Misri waende wakamwabudu Mungu. Wakati huo Farao ambaye alikuwa anamtafuta muue, hata afahamu kama kweli ndio yule, hana uwezo tena kusema kwamba situmshike amekuja mbele yetu. Hapana, kwa sababu mambo ambayo anayafanya ni tofauti sana. Musa anachukua fimbo, anaigeuza na kuwa nyoka. Wale magician pale, wachawi wa pale wanajaribu yao pia, nayo pia inaweza kumezwa. Manyoka zao zinamezwa. Farao anashangaa, ni kitu gani hichi ambacho jamaa amekipokea? Je, ni yule Musa ambaye amekula kwangu? Nimemvisha mimi, kila kitu amekipata kwangu. Je, kumeendaje? Mungu ameinua dhaifu akamfanya kuwa hodari. Hata wewe leo Mungu anaweza kukufanya kuwa hodari. Usiangalie mapito ambayo unapitia, usiangalie shida na hali ambazo ulizo nazo. Tumainie Bwana, kwa maana yeye ndiye anabadilisha. Kuna mtu anaitwa Gideoni. Gideoni pia alikuwa dhaifu kama wengine tu. Katika kitabu cha Waamuzi 6:12 hadi 15, naposoma hapo tunaona kwamba wakati wa Wamidiani walikuwa wanawatesa sana wana wa Israeli. Wana wa Israeli wakapitia mambo makubwa. Wakati wa kupanda wanaangaliliwa tu, Wamidiani wanawacheki. Wanapanda, wakifika katika hali ya kuvuna, Wamidiani wanawavamia, wanachukua mazao yote, na kisha zile ambazo zimebaki wanachoma shamba kila wakati. Kwa hivyo Waisraeli wanapanda, wanafanya kazi ngumu, lakini hakuna mavuno. Huenda ikawa ndio hali ya mtu fulani hapa, ya kwamba kila wakati unapanda, unajaribu kufanya kitu fulani, unajaribu hiki, unajaribu hiki, pale ambapo unafikiria kwamba sasa nimefika wakati wa kuvuna, Ibilisi aina ya Midiani anakuja na anaiondoa. Unashangaa tena, unarudi siwezi. Lakini jipe moyo, maana Mungu anajua ipo siku ambapo ilipofika na akaona ya kwamba kweli wana wa Israeli walimlilia Mungu, wakalia sana, wakasema Mungu yuko wapi? Tuliambiwa na baba zetu ya kwamba uliondoa baba zetu Misri, ukawashindia vita dhidi ya maadui zao. Uko wapi wewe Mungu? Je, ni habari tu, ni story za kumwasi kama ni kweli? Na malaika wa Mungu akakuja katika nyumba ya babake Gideoni, akamwambia kwamba ewe shujaa wa vita. Haleluya. Gideoni wakati alikutwa alikuwa pangoni, alikuwa anajificha akijaribu kuponda ngano kiasi aende akapike. Inamaanisha walikuwa wamevuna kidogo akaficha, kwa hivyo alikuwa hataki ijulikane ya kwamba wako at least na chakula. Kwa hivyo amejificha katika pango anaponda ili at least watu wapate chakula. Huo ndo ilikuwa ni hali ya wengine wote. Kuna wengine ambao walikuwa hawana kabisa, inamaanisha labda hao at least walikuwa kuna kidogo ambao pia wanajaribu kuificha. Lakini kulikuwa na wengine katika Israeli ambao walikuwa hawana kabisa. Lakini Gideoni akiwa muoga, anaogopa Midiani huenda watamkuta wamuue, huenda watamkuta wamfanyie mambo mabaya, ama wachome, ama wachukue kile ambacho kidogo alikuwa amekificha. Amejificha, ameogopa. Lakini malaika anakuja anamwambia kwamba ewe shujaa wa vita. Anayejificha kumbe ndiye shujaa wa vita. Jina la Bwana lisifiwe. Kumbe kile ambacho unakiogopa pia kinakuogopa wewe pia. Chochote ambacho huenda unafikiria kwamba ni kigumu ukiwezi, kumbe hata nacho tunaogopa. Lakini huwezi kifanya kama vile tu tuliambiwa na ndugu yetu Collins ya kwamba kinangoja ya kwamba version yako ikuwe updated. Jina la Bwana lisifiwe. Mpaka upokee update ya kwamba utolewe kiwango hicho pale kwa kitu kingine, ndio ujue kwamba
Kumbe kile ambacho nilikuwa nakiogopa hata nacho kina uwezo wa kuniogopa. Jina la Bwana lisifiwe. Gideoni aliogopa wa Midiani, lakini kumbe yeye ndio Mungu alikuwa anataka kumtumia awe mtu wa kuwasaidia Waisraeli. Alisema kwamba si mimi nimekutuma, go in the strength of your might. Is it not I that have been speaking to you? Yani mimi ndo nimekutuma, mimi ndo Mungu nakwambia utashinda. Nenda kwa nguvu zilizopo ndani yako. Ondoka katika pango hili ukiwa unajificha. Toka hapa mahali ambapo unajificha, kwa sababu pangoni sio kwako. Kwako unafaa uwe amiri mkuu wa jeshi la Israeli. Unapaswa uwe kiongozi wa taifa la Israeli, kwa sababu Wamidiani wamewatesa. Sasa nataka utoke katika pango hili na uende, ili jina langu likatukuzwe, ili Wamidiani wajue kwamba Mungu wa Israeli achezewi. Wajue kwamba Waisraeli sio kwamba tumekuwa mkiwatesa kwa sababu hawana atakayewasaidia. Yupo sasa ambaye anaweza kuwasaidia, na ni Mungu ambaye aliwatoa baba zenu Misri na kuwaleta hapa. Jina la Bwana lisifiwe. Gideoni akaondoka na akafanya kuwakomboa Waisraeli kutoka kwa mikono ya Wamidiani. Mwoga aliyejificha amefanyika kiongozi. Sasa anaweza kucommand authority. Mafalme wa nchi zingine wakija, anaanza kuambia kwamba vile ambavyo aliwatendea wale wengine. Watu wanaanza kuogopa kwamba kumbe Israeli si nchi ya kuingia tu hivi, kwa sababu Mungu wao ameinuka tena na anawapigania wananchi wa Misri wa Israeli. Jina la Bwana lisifiwe. Mungu huwainua viumbe wadhaifu na kuwafanya kuwa viumbe hodari. Ewe unayejificha katika pango, sijui ni pango la aina gani, lakini malaika wa Mungu anakuambia wewe ni shujaa wa vita. Wewe ni shujaa wa vita, inuka. Pangoni si kwako. Ni mgonjwa wewe, hospitali si nyumbani kwenu. Kuna mahali ambapo Mungu anataka uwe. Na siku zote kile ambacho kimekuwa kikikuzuia, jua ya kwamba wakati unakishinda, Mungu hapo amekuweka kwamba uwe na mamlaka juu ya hicho kitu, ili ukaweze kuwasaidia na wengine. Jina la Bwana lisifiwe. Hali ambayo unapitia nayo, changamoto ambazo leo zinakukumba, ile siku ya kwamba Mungu anakuja kusaidia ushinde, itakuwa ni wokovu kwako. Yeyote atakayekuja mbele zako kuambia kwamba niko na changamoto ambayo inaoana ama inafanana na kile ambacho uko unapitia, kwako itakuwa ni rahisi sana kulitatua, kwa sababu umeinuka na ukawa na nguvu na authority kushinda hiyo hali. Jina la Bwana lisifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Jua ya kwamba haujaachwa nyuma. Haujaachwa nyuma. Mungu bado anakuangalia na anasema kwamba historia yako haijakamilikia hapa. Bado kuna mahali na mambo makubwa ambayo naweza nikakuonyesha. Kuna mambo ambayo bado nakuangalia haujatimia. Bado kuna mahali ambapo nataka uweze kwenda. Sijakamilisha historia yako. Usijidharau na useme kwamba siwezi. Bado Mungu hajakamilisha historia yako. Bado Mungu hajakamilisha habari ambayo aliweza kukuita umefanya. Mtu mwingine ambaye alikuwa mdhaifu anajulikana kama Yefta. Yefta alikuwa ni mwana wa mtu ambaye anaitwa Gilead ama Gilead. Na Yefta alikuwa ni mwana ambaye mamake alikuwa ni kahaba. Lakini babake alipoiaga dunia na wakakuwa na wale ndugu zake wengine, walipokuwa wakubwa wakamfukuza Yefta, wakamwambia kwamba hauwezi kuwa mrithi wa chochote ambacho baba yetu alikiacha hapa. Habari ya Yefta utaipata katika kitabu cha Waamuzi 11 kuanzia 1 hadi 11 na pia 32 na 33. Hapo ndio utapata habari zake Yefta. Waamuzi 11:1 hadi 11.
Yefta alipofukuzwa, maandiko yanasema kwamba aliondoka na akaenda mahali fulani kuketi. Akawa anaishi kule na watu wengine ambao waliasi, wakawa wanakaa huko peke yao. Lakini maandiko yanasema kwamba Yefta alikuwa shujaa na hodari wa vita. Jina la Bwana lisifiwe. Siku moja Waisraeli wakaanza kupigwa na Waamoni. Waamoni wakawatesa sana Waisraeli, na wakatafuta mtu ambaye anaweza kuwasaidia katika vita vyao, at least waweze kushinda, kwa sababu wameteswa kwa muda mrefu. Wakang'ang'ana, wakaangalia kila mahali, lakini wakakosa msaidizi na mtetezi. Kwa hivyo wakakumbuka, kuna jamaa fulani ambaye ni mzao wetu, kuna jamaa ambaye tulimtenga anaitwa Yefta. Viongozi wa Israeli wakamwendea Yefta, akamwambia, tafadhali, tumepigwa na Waamoni na tunaomba kwamba ukaweze kuja kutusaidia, ukaweze kupigana nao kwa ajili yetu kama Israeli, kwa sababu hatuwezi. Yefta akamwambia, ama akawaambia kwamba nitakwenda kuwapigania, lakini niahidini ya kwamba baada ya kuwapigania nitakuwa kiongozi wenu. Haleluya. Kwa sababu hawakuwa na mtu mwingine, ilibidi wakubali, waseme kwamba sawa, tumekubali, na pia tutaenda kuwaelezea wengine ya kwamba Yefta akishinda anakuwa kiongozi wetu automatic. Na Yefta akaenda akapigana, akashinda, na akarudi kwa Waisraeli akiwa mshindi. Na vita dhidi ya Waamoni na Waisraeli ikakomea pale, kwa sababu paliinuka ama paliinuliwa mtu ambaye alitengwa, akaonekana hafai. Lakini kumbe Mungu alikuwa ako na hatima ya Yefta mikononi mwake. Alijua kwamba Yefta, unapitia mambo haya magumu, wanakukataa, wamekunyima inheritance, lakini kile ambacho ninakuandalia ni kikubwa zaidi hata ya ile ambacho wangeweza kukupatia. Acha kupigania vitu ambavyo ni vidogo vidogo. Kuna jambo kubwa ambalo Mungu ameliweka mbele. Kama utashinda na upigane hivi vita kwa uaminifu, ukifika pale mbele, Mungu ataweza kukupatia kitu kikubwa ambao huenda ungeweza kupewa na mtu wa dunia hii. Yefta, mtoto wa kahaba, Yefta aliyenyimwa urithi, Yefta aliyetukanwa na kutengwa, sasa amefanyika kiongozi wa Israeli. Mungu amefanya mambo fulani ambayo hatuwezi elewa. Ametenda jambo, amechukua mtu kutoka chini kabisa na akamfanya kuwa mtu wa maana. Hivyo ndivyo Mungu hufanya katika maisha yetu hata leo. Mungu huweza kuchukua mtu katika maisha ya uchochole, maisha ya shida, na akamsaidia kufika kiwango ya kwamba akawa mtu wa maana katika jamii. Jina la Bwana lisifiwe. Usijidharau, usifikiria kwamba umefika mwisho. Bado mtumainie Mungu, kwa sababu kesho yako aijuae ni Mungu. Hatima yako iko mikononi mwa huyu Mungu. Mtumainie yeye pekee siku zote. Siku zote za maisha yako mtumainie Yesu. Usiangalie hali zako, usiangalie nini ambacho unapitia. Eka fikra zako na mawazo mbele, ukisema ya kwamba pale mbele ni kuzuri. Maana kasema kwamba yeye Mungu anasema, ninajua kile ambacho ninakusudia kwako. Makusudi yangu na mapenzi yangu si mabaya kwako, bali ni mazuri, na uwe na hatima ambayo ni njema. Kila wakati Mungu anatuwazia mema. Kwa hivyo changamoto zetu na mambo tunayopitia leo yasitufanye ya kwamba tukate shauri na tukate tamaa, tuseme ya kwamba hatuwezi, tuseme ya kwamba Mungu ametuacha. Hapana, hakutuacha. Bado anatengeneza kitu kikubwa. Hata yule aliyepigwa kabisa katika Biblia, ambapo tunaona kwamba alinyang'anya ama alipokea kipigo ambacho kilikuwa kikubwa ambacho hakiwezi stahimili, hata yeye Mungu baadaye alikifanya, alimregeshea maradufu. Kwa jina Yobu. Job alifanyika mambo fulani, vitu vyake vyote vikaondolewa. Siku moja tu anasikia moto imetokea huku, sijui kule kumefanyika nini, kila kitu chake ikaisha. Watoto wote wakaaga siku moja. Amerudi yule aliyekuwa tajiri kabisa, amefanyika kuwa maskini wa chini kabisa. Isitoshe tena akawa mgonjwa, na ugonjwa ambao ulikuwa ni vidonda ambavyo hakuna hata mtu ambaye anataka kumsogelea.
kiwango ya kwamba mpaka mke wake anamwambia kwamba si mtukane Mungu bana ufe. Jina la Bwana lisifiwe. Huyo jamaa alipitia mapito ambayo yalikuwa ni magumu sana, lakini licha hayo yote hakumkufuru Mungu. Alizidi kumtumainia Mungu, na baadaye baada ya kuangalia uaminifu wake, Mungu akarudi akampatia kila kitu maradufu. Watoto waliopoteza maradufu, ng'ombe, wanyama, vitu vyote, mali akaziregesha maradufu. Kwa nini? Kwa sababu ya uaminifu wake. Kwa sababu hakuangalia hali ambazo alikuwa anapitia wakati akisema kwamba hapana, mimi siwezi. Alijua kwamba leo huenda niko hapa, lakini hii bado inipatii sababu ya mimi kumdhihaki Mungu wangu. Yule aliyeanzisha kazi njema ana uwezo wa kuikamilisha. Kile ambacho Mungu amekianzisha ndani yako, usidharau mwanzo mdogo, kwa sababu atauangalia mpaka tamati aweze kuikamilisha. Wewe pekee ndio unaweza kukata tamaa na kujiona kwamba uwezi, lakini bado kama Mungu alisema wewe utakuwa hiki, lazima uwe hicho kitu. Lakini itafanyika kama wewe bado utaendelea kuwa na imani kwa Mungu. Usitoe imani yako na uipeleke kwingine, iweke tu kwa Mungu na ibaki pale pale kwa Mungu. Na Mungu ataweza kutubadilishia kila hali ambazo tulizo nazo siku ya leo. Jina la Bwana lisifiwe. Daudi pia yuko katika orodha ya watu hao. Daudi alikuwa ni mtoto wa kahaba pia, kwa sababu uzao wake haukuwa wasawa. Hakuzaliwa kwa njia ambayo ni halali. Ndiposa unaona katika kitabu cha Zaburi anasema kwamba ndio nilizaliwa katika njia ambayo si nzuri. Katika Zaburi 51 anasema uzao wangu haukuwa mzuri, kwa sababu hakuzaliwa kwa njia ambayo ilikuwa ni halali. Kwa hivyo, kwa sababu alikuwa mtoto ambaye ni haramu, alitengwa na akafanywa mambo mabaya tu. Akawa yeye kazi yake afanyii, anaangaliwi kama mwana katika nyumba ya Yesu. Hata hivyo, Mungu akajua kwamba sasa wakati wa Sauli umefika mwisho, kwa sababu Sauli amemtenda Mungu dhambi. Akasema kwamba ninahitaji mbadala wa huyu jamaa. Na akatazama, akaangalia ndani ya Israeli yote, akaona tu mmoja pekee ndio alikuwa na standards zenye zinaweza kumfurahisha Mungu. Nani? Daudi. Akiwa mchunga kondoo, amechukua kazi hii kama ndio kazi yake mwenyewe. Kila wakati simba akitokezea, akiona kwamba simba amemchukua mwana kondoo ama ameshika mnyama, Daudi anajiachilia, anasema kwamba maisha yangu nimeteswa, maisha yangu hayana maana, lakini nikienda nyumbani na niambiane ya kwamba kuna mnyama amekufa, huenda nikatandikwa ama huenda nikafanywa vitu ambavyo si vizuri. Kwa hivyo anajitosa, anatoa uhai wake na anakwenda kupigania mnyama. Angalia maisha yake, anapigana na simba, anaokoa mnyama, anarudi nyumbani akiwa na ushindi. Hakuna yeyote ambaye anajua kuwa Daudi amepigana na simba. Hakuna hata mtu ambaye anajali hata Daudi akirudi nyumbani akipatikana kwamba amekwaruzwa. Hakuna mtu hata mmoja anamuuliza na hii alama ni ya nini? Hakuna. Ndugu anakuja pia anafanya hivyo hivyo. Hakuna mtu ambaye anajali historia na mambo ambayo Daudi anapitia. Daudi anaishi kwao, hapendwi. Mungu anasema kwamba sasa Samueli ninakutuma kwa nyumba ya Yese. Nenda, kwa sababu pale kuna mtumishi wangu ambaye ni mbadala wa Sauli. Nenda hapo umpake mafuta. Kuna mtu ambaye nimemuita ambaye ni dhaifu, aonekani wala atambuliki. Huyo ndio nimemtambua na nimemchagua, nimemteua awe kielekezo na kiongozi wa taifa langu la Israeli. Kwa hivyo Samueli anakuja, anawaambia wale watu wa nyumba ya Yese, jitayarisheni. Wanajitayarisha. Kila mmoja, watoto wote wa Yese walijitayarisha, kwa sababu maandiko yanasema kwamba walikuwa consecrated the other day. Wakati Samueli alikuja aliwaambia wajiconsecrate, yani wajiweke kuwa safi. Wakawekwa wote safi, lakini ujue Daudi hapo hiyo wakati hao watu wakijiconsecrate.
Daudi anatoka malishoni anakuja, hakuna hata mtu mmoja anamwambia kwamba wajua Samueli yuko area na ametuambia kwamba tufanye hiki na hiki, pia wewe unaweza kufanya. Hakuna mtu anamwambia. Asubuhi inafika, siku ambayo Samueli anafaa kumpaka mafuta mtumishi wa Mungu. Daudi anatumwa tena, anamwarudi nyikani ukalishe wanyama. Daudi hajui chochote ambacho kinaendelea. Yeye anaona ndugu zake wameng'ara, anashindwa nini kinaendelea, lakini hakuna mtu ambaye anasumbuka kumwambia kwamba kuna hiki na hiki tumetembelea. Daudi anachukua nyama wake kama desturi nyikani. Anaelekea nyikani, anaendelea na kazi zake bila kuwa na habari kwamba kuna chochote kinatendeka katika nyumba ya babake. Kisha baadaye sasa wakati umewadia kwamba sasa Samueli anapaswa kuwapaka mafuta. Wa kwanza, Yese anamsukuma Eliabu, pita nenda ukaweza kupakwa mafuta. Samueli akimwangalia Eliabu akitokezea anasema kweli nimeona mfalme ajaye. Kwa sababu jamaa ameunga, ako sawa, mwili uko sawa, umetosha, amepiga mazoezi kweli. Anaonekana kweli kama kiongozi ambaye anaweza kumrithi Sauli. Kwa nini Samueli alimtazama na akafikiria hivyo? Kwa sababu mwa kwanza Sauli, maandiko yanasema kwamba Sauli alikuwa ndo jamaa mrefu kabisa Israeli yote. Kwa hivyo alikuwa akisimama kama inchi. Utaona kwamba Sauli ndo atakuwa mrefu kwa wote. Kisha tunaomba kwamba yeye ndo alikuwa ndo mtanashati kwa wote, yani mtu handsome kwa wote. Ilikuwa ni Sauli. Yani vitu vyote vizuri ilikuwa Sauli anasimama akiwa peke yake, afanani kama wengine. Kwa hivyo kwa sababu huyo ndo wa kwanza alichaguliwa, Samueli akajua kwamba kumbe mitindo ni hivi. Yule mwenye mwili, yule mwenye ameunga, yule mwenye anakaa kwa mtazamo wa binadamu wako sawa, huyo ndio kiongozi. Kisha akamwambia Eliabu, safi, songa nikupake mafuta. Mafuta akakataa kutoka. Na Mungu akamwambia acha upumbavu. Acha kuwa mtu wa kutazama mitazamo ya nje. Huyo nimemkataa. Afai kwa sababu nje alionekana kama kiongozi, lakini moyo wake ulikuwa mbovu zaidi. Hakukuwa mtu ambaye anaweza kuwa mfalme, kwa sababu mfalme anadili na mioyo ya watu wake. Watu wakikuja wainuka sana kwa tutakuua, je, utafanya nini kama kiongozi? Wakati ambapo Daudi anatoka Ziklag akirudi, anapata vitu vyote vimechomwa, wake zake wamechukuliwa. Maandiko yanasema watu wakataa kumpiga mawe, wakasema kwamba ni kwa sababu yako ndio vitu vyote vimetokea. Daudi hakusema kwamba hapana, mimi ni kiongozi wao, naweza nikawafuta kazi na nikawaua kwa sababu mimi ndio nimewafunza. Hakuambia hivyo. Aligeuka, maandiko yanasema kwamba naakalia, akasema Mungu, je, nifuate hawa maadui zangu ama nifanyeje? Na Mungu akasema kwamba wafuate na utakuwa mshindi. Angalia moyo wa Daudi, watu ambao wamewatengeneza, watu ambao wamewafunza, wameinuka kinyume chake, lakini hataki kuwaua. Sauli ambaye alitafuta sana kumuua Daudi amekutana naye mara mbili, uwezo wa kumuua nao, lakini anasema never touch the anointed, never do harm the anointed one of God. Daudi anafahamu ya kwamba Sauli hata kama Mungu amemkataa bado ni mfalme wetu, siwezi kumuua. Hata yule ambaye alimuua Sauli akikuja kwa Daudi anafurahia, anasema tazama leo Sauli amefanya kile kilichofanyika, aliuawa yeye akashindwa. Kwa nini unafurahia maanguko ya mtumishi wa Mungu? Hiyo ndio hali ambayo tuko nayo siku ya leo kama kanisa. Mara nyingi tunaposikia kuna mchungaji amefanikiwa hivi, amefanya kile, mara ya kwanza sisi ndio watu tunampiga. Sisi ndio tunapigana vita sana. Wale watu ambao kama wewe ni mtu wa vita ama wewe ni soja, unajua kwamba mkienda vitani mwenzenu kama kweli ameuawa, amepigwa, hajakufa lakini yako tu na majeraha, kama mnarudi kwenu huwa mumwachi, mnabebana naye na majeraha yake, unaenda mkamuuguze nyumbani ama mkampeleke mahali ambapo ni pasawa aweze kutibiwa. Lakini kanisa leo, mmoja akianguka sisi ndo tunapiga tena jiwe. Haifai kuwa hivyo. Tunapaswa tuwe watu wenye roho ambayo ni kubwa, ambayo tunajua kwamba watu ni wadhaifu, wanaweza kuwa na mapungufu. Ameanguka hapa, ndugu kaa hapa, tutaweza kutembea naye, tuweze kukuregesha tena.
Daudi alikuwa ni mtu mwenye hiyo roho. Hakukuwa anashikwa na kinyongo haraka. Hakugadhabishwa na hao watu. Alikuwa amebeba moyo wa hao watu. Na Mungu alikuwa anataka watu waende, kwa sababu moyo wa Mungu kwa hivyo. Wewe mtenda dhambi, umetenda dhambi kupita kiasi, lakini Mungu anasema kwamba come boldly the throne of grace that you may obtain mercy. Njoo bado, njoo. Umetenda dhambi, anasema njooni tusemezane. Hata kama dhambi yako ni nyekundu kama damu, anasema kwamba njoo, nina uwezo wa kuisababisha iwe nyeupe kama pamba. Njoo. Haijalishi umeenda wapi, haijalishi ni kiwango kipi cha dhambi umeenda, bado Mungu anaweza kutusamea. Kwa hivyo Mungu alikuwa anaangalia mwenye moyo kama wake. Lakini Eliabu alishindwa. Alikuwa hana huo moyo. Watoto wote 7, kwa sababu alikuwa na watoto 8. Watoto wote 7 wakapitishwa kuanzia wa kwanza mpaka wa 7. Wote Mungu anaambia Sauli hakuna hata mmoja mwenye kwao. Ndio ilikuwa mara ya kwanza kabisa ilikuwa Samueli amesimama pale, amejulikana kama nabii wa Mungu ambaye akinena, maandiko yanasema kwamba neno la Samueli lilikuwa liendi bure. Akisema jambo lazima ilikuwa kama maneno ya Mungu ambaye anasema kwamba neno langu alianguki chini bure. Hivyo ndivyo maneno ya Samueli yalikuwa. Lakini leo Samueli amekuja amesema kwamba Mungu amenituma, kuna mtu nafaa kumpaka mafuta. Wote mafuta yamekataa kuanguka. Samueli amesimama pale akishindwa. Je, mimi nisikia vibaya ama ni vipi? Ni embarrassment gani ambayo Mungu ametaka kuniletea mbele ya watu? Kwa sababu watu walikuwa pale wakisema kwamba kwa sababu Samueli alikuwa tuseme kama vile tusikie leo mtumishi wa Mungu Pastor Lai anatembelea Voi. Ama tusikie basi president wa Kenya anatembea Voi. Utaona kuna watu wengi wanamfuata, umati umekuja naye. Kwa hivyo ndivyo pia Samueli alipokuwa anatembea, hakujificha, alikuwa na watu waliokuja. Lakini amesimama mbele ya kila mtu. Anashindwa, mafuta yamekata kutoka. Akasimama akamuuliza, "Yes, uko sure ya kwamba hao ndio watoto wako wote? Hao ndio watoto wako wote kabisa?" Ndio hapo akili kadoka ya Yesu. Kuna kengine kenye huwa tukafai hatukaoni kama ni katoto ketu. Kuna kengine ambao kazi yake ni kama katumwa hapa kwetu. Lakini wacha tu tukajaribu. Kuna kamoja ni kangu. Akasema mwite. Daudi akaitwa. Akiwa kabla hajafika, maandiko yanasema kwamba tayari mafuta alianza kububujika. Mafuta yakaanza kutokota kwamba huyu ndio sasa Mungu alikuwa amemchagua. Daudi akisimama mbele za ndugu zake, ametekwa, amedhihakiwa, amefanya mambo yote mabaya, lakini Mungu akatambua siku moja pekee, akamfanya kuwa wa heshima mbele ya ndugu zake. Haikuwa kitu cha siri mbele ya ndugu zake. Eliabu ambaye alikuwa anamgonga kila siku, Eliabu ambaye alikuwa anampatia kazi kabla, nenda kule, chukua ile ng'ombe, kamua hivi, fanya hivi. Leo Eliabu anamuona Daudi akipakwa mafuta mbele yake. Mungu huwaita wanyonge kuwaibisha wale wenye nguvu. Mnyonge akakuja mbele, akatiwa mafuta na akaendelea. Licha kwamba alipakwa mafuta, bado ndio kwanza shida zilizidi. Akaenda. Lakini ile siku ambayo Daudi alikuwa anakuja kudhihirisha kwamba mafuta yako ndani yangu, hiyo siku ndio watu walishangaa, sababu alitokezea kama mtu ambaye ana chakula. Eliabu na kierere chake akamwambia kwamba nakutambua wewe kijana, na kujua sana, tumeishi na wewe kule kwetu, najua kierere chako ambacho uko nacho. Umekuja kuona nani ambao anapigana, umekuja kuchungulia, wewe ni kama spy. Daudi akaangalia, akashangaa, mbona hao watu wako na Mungu lakini hawajui kutumia Mungu wao? Mungu ni Mungu wa Israeli, alishinda vita siku za baba zetu. Je, hao watu wameshangaa kwani Mungu amepungua? Na maandiko yanasema kwamba habadiliki leo, jana na kila siku, atabaki kwa Mungu. Kwani Mungu wetu amebadilika? Akiangalia anaona Goliath. Watu wana Goliath akitokezea, kwa siku 40 wa Israeli wananywea wote mikia katikati ya miguu yao. Daudi akasema kwamba kile ambacho kinaogopewa hicho leo kitaniogopa mimi. Watu walipoona Goliath akiwa kitu kikubwa, kijitu kikubwa ambacho kiwezi pigana nacho, watu wakisema kwamba Goliath alikuwa hodari kuanzia ujana, kwa hivyo amekuwa kingpin, amekuwa mtu ambaye hodari kwa muda mrefu. Daudi aliona opportunity
ya kudhihirisha kile ambacho amebeba. Jina la Bwana lisifiwe. Alijua kwamba nimepakwa mafuta na si kwa nguvu zangu. Mungu aliye ndani yangu ameweza kunishindania nikashinda vita vya simba na dubu. Je, binadamu atakuwa nani? Watu walipokuwa wanaogopa Goliathi, Daudi alijua kwamba huyu jamaa hata nikifunga macho hivi na nirushe mawe siwezi misi, kwa sababu ni kikubwa hivi. Haleluya. Wakati watu wengine walikuwa wanaona vitu ambavyo haviwezekani, Daudi alikuwa anaonekana inawezekana. Daudi alikuwa anaona kwa mtazamo kama wa Mungu ya kwamba hakiwezekani, lakini kinawezekana, kwa sababu it's not by power, neither by might, but only by the Spirit of God. Ni kwa nguvu za Mungu pekee. Na Daudi akashinda. Jamaa kaliokuwa tu ni kachungaji, kametengwa kana maana. Sasa maandiko yanasema kwamba amesababisha familia yake kwanza ailipi ushuru hata suluhu. Sababu aliuliza, atakayeshinda hizi vita ni vitu gani ambazo atakuwa anapewa? Ndugu zao wamekuwa vitani, lakini hakuna mtu hata mmoja alitamani atakwenda kuuliza kitu kama hicho. Lakini Daudi ndio na kielele chake, si kielele, alitambua ni nini alichobeba. Akakuja akamwambia, atakayeshinda yapewa nini? Kwa sababu sitaki kupigana bure. Najua kweli ushindi niko nao, lakini nataka kuwe na bargaining, something about bargaining nayo. Ni nini nitapewa? Kwa sababu Sauli alikuwa anajua huyu mtoto ni kama ajielewi, anataka tu kufa, lakini wacha tumwachilie kwa sababu hakuna yeyote poa. Daudi akasema sasa, akapewa mavazi ya mfalme, lakini akasema hii sijazoeana nayo, hii inanifanya niwe mzito. Alisema aliachana na zile mavazi kwa sababu hakutaka Sauli aseme kwa sababu ya mavazi niliyompa ndipo alishinda. Kwa sababu nilimpatia mkuki na silaha za vita ndio alishinda. Daudi aliondoka hakuwa hata na silaha, alichukua kile manati yake pekee. Na hata manati hakuitumia kwa sababu alipopiga moja jiwe moja, ile panga ambayo ilikuwa ameshika Goliath, hiyo panga ndio alimwambia kwamba hiyo uswadi wako ndio utakukata nayo. Kwa hivyo aliingia katika vita akiwa hana silaha, kwa sababu alijua our weapon of warfare are not carnal, but they are strong and mighty to the pulling down of strongholds. Alijua ya kwamba silaha zetu si za damu na nyama, bali ni za kiroho ambazo zinaweza kuangusha mamlaka na mambo yote makubwa. Kwa hivyo Daudi aliondoka akaingia vitani akiwa amejiweka huru kabisa, na akasema kwamba wewe Mfilisti, najua ya kwamba leo ndio siku yako ya mwisho. Na hiyo ndio ikawa njia ya kumpeleka Daudi kuwa kiongozi, kwa sababu after hapo wanawake wakaanza kuimba, Daudi ameua 10,000, Sauli ameua 1,000. Na Sauli akaanza kughadhabika kwa sababu sasa kumetokea shifting ya kwamba uongozi wake unaondoka na unaelekea kwa Daudi. Sijui watu wamekuona vipi? Sijui watu wamekusema namna gani? Sijui watu wameona wewe ni wa aina gani? Ama watu wameona wewe kama uko na mwelekeo wote? Lakini nimekuja nikwambia kwamba iwapo Mungu alifanya kwa Daudi, alifanya kwa Musa, alifanya kwa Ibrahimu, alifanya kwa Yefta, wote hao walikuwa binadamu kama mimi na wewe. Lakini hivi leo tunawasoma kama majemedari katika imani yetu ya Kikristo kwa sababu walimpata Mungu na Mungu akawageuza wakawa shujaa. Nitamalizia na mtu mmoja kwa jina Simon Petero. Katika kitabu cha Mark chapter number 1, 16 and 17. Utasoma kwa wakati wako. Na Matthew 4, 18, 19. Luka 5, 10, 11. Nitasoma hiyo ya Luka 5, 10, 11. Maandiko yanasema kwamba vivyo hivyo wenzake Simoni, yani Yakobo na Yohana wana wa Zebedayo, walishangazwa pia. Ndipo Yesu akamwambia Simoni, usiogope, tangu sasa utakuwa mvuvi wa watu. Hivyo wakasongeza mashua zao mpaka ufuoni mwa bahari, wakaacha kila kitu na kumfuata.
Maandiko ya mwisho ni Yohana 1:42. Yohana 1:42. Maandiko yanasema ya kwamba naye akamleta kwa Yesu, akamwangalia na kusema, wewe ni Simoni mwana wa Yohana, utaitwa Kefa, ambalo linatafsiriwa Petro. Jina la Bwana lisifiwe. Tunamjua Petero kama mwanafunzi wa Yesu. Tunamjua Petero alikuwa ni mwanafunzi ambaye alikuwa na mamlaka kupita wengine wote, kwa sababu ya kazi ambayo Mungu alikuwa amemuita akaweze kuifanya. Lakini mwanzo akipatikana alikuwa mtu mwenye umaarufu kweli. Petro alipatikana akiwa kwa mashua, kwanza wamefanya kazi usiku, hawajapata chochote. Alikuwa hodari, alikuwa mwenye uweza wa uvuvi. Kwa hivyo katika uvuvi alikuwa anajua sana. Hakuna kitu ambacho kilimshinda katika uvuvi, lakini usiku wake alikuwa hajapata chochote. Na kazi zake na umaarufu wote na ustadi wake wote, hakupata hata samaki mmoja. Kwa hivyo akiwa amekata tamaa, akiwa amesema kwamba mimi sifai tena, sasa nitarudi nyumbani vipi? Nitarudi niwaambie wazazi wangu nini? Nitarudi niambie mke wangu nimefanya nini usiku? Hakuna chochote. Watoto wangu watatoa wapi karo? Watoto wangu watapata nini leo ya kula? Akiwa naosha neti, ajua kwamba leo kazi haikuwepo. Hapo ndipo Yesu akatokezea na akamwambia, nataka kutumia chombo chako. Petero akakubali, akasema sawa, twende. Wakaingia katika chombo cha Petero, wakaingia. Yesu akawafunza, na kisha Yesu akamtazama, akamwangalia, akamwambia, Petro, pika, twende kilindini sasa. Twende mahali ambapo maji yako mengi zaidi, twende tukashike samaki. Petro akamwangalia Yesu akasema, wewe mwalimu, lakini mambo ya uvuvi tuachie sisi wenyewe, inawezekanaje? Wewe mwalimu, unajuaje mambo ya uvuvi? Akamwambia kwamba tumefanya kazi usiku, kwa sababu samaki ushikwa usiku, lakini hatukupata mchana. Hii unatuambia tufanye nini? Lakini asema kwa sababu tu neno lako, acha tuende. Wakaenda. Kilichofanyika, walistaajabu kwa sababu samaki waliowakuta walikuwa ni samaki wengi mno, kiasi ya kwamba hata mashua zao zilikuwa zinataka kuanguka. Wakawaita wale wengine, njooni jamani, tusaidiane. Jina Bwana lisifiwe. Na hapo ndipo mwanzo wa ukombozi na mabadiliko ya mtu aitwaye Simoni. Simoni akaanza kutembea na Yesu akifunzwa, kwa sababu walipofika ufuoni, maandiko yanasema waliacha yote na wakamfuata Yesu. Wakafunzwa. Siku moja Yesu akauliza, watu wanasema mimi ni nani huko nje? Wakasema, Yohana Mbatizaji. Wakasema, sijui nabii wa kale. Wanasema Elijah. Wanasema nini? Kisha akageuka, akawageukia wanafunzi, na nyinyi wasemaje mimi ni nani? Watu wakanyamaza. Hakuna aliyejibu, lakini Petro ama Simoni akasema kwamba wewe ni mwana wa Mungu. Thou art Christ, the Son of God. Yesu akaangalia akasema, hakuna mwili wala nyama ambayo inaweza kukuvumbulia haya. Mungu pekee ndiye anaweza kukuambia haya. Petro akaambiwa ya kwamba kuanzia leo hautaitwa tena Simoni, bali utaitwa Petro, ambayo linatafsiriwa kama jiwe. Ya kwamba kuanzia leo, akasema kwamba upon this rock I will build my church. Hapo ndipo kanisa la Mungu likaanzishwa, ya kwamba kupitia kwa Petro ambaye alikuwa ni mvuvi, Petro ambaye alikuwa amekata tamaa, akajua ya kwamba sasa Mungu ameweza kumvumulia, na akajua kwamba nilikuwa ninangoja siku ya leo ambayo huyu Petro ajua ya kwamba yeye si mvuvi pekee, bali kuna jambo ambalo Mungu alipokuwa akitengeneza dunia alikuwa ameichipuka, ameiweka ndani ya
aweze kuwachagua wanafunzi wake, alikuwa anatafuta watu watatu muhimu sana. Walikuwa wanne, lakini wanne alikuwa ni Yakobo ambaye ni James. Lakini Yesu alipokuwa anaomba sana, alikuwa anatafuta hao watu wanne sana. Alikuwa anatafuta Yakobo ambaye ni James, Peter ambaye alikuwa anaitwa Simoni, Judas Iscariot alikuwa anatafutwa sana, na wa mwisho Yohana. Hao watu wanne, achana na hao wengine ambao walikuwa hapo, lakini hao wanne walikuwa ni muhimu sana. Kama wangekosekana, kazi ya Yesu haingeendelea. Kama asingekuwepo Yuda, wewe leo ungekuwa umeokoka. Kama Yuda angekuwepo, sisi leo hatungekuwa tumeipokea Injili, kwa sababu maandiko yanasema ya kwamba alikuja kwa wake wakamkataa, ndipo akageuka kwetu sisi. Na aligeuka vipi? Tulipokea msamaha kupitia kwa msalaba. Yesu alipokufa, kwa sababu alikuwa amepata mtu wa mwafaka, mtu kabisa ambaye ana uwezo wa kumsaliti, ndipo hata pia sisi tuweze kufurahia wokovu huu. Kwa hivyo kulikuwa nao watu. Yuda alikuwa kazi yake ni kumsaliti Yesu. Alikuwa lazima awe Yuda, lazima awe mtu ambaye ana roho ambayo inaweza kumsaliti Yesu. Akaomba sana ili ampate mtu wa aina hiyo. Kisha akaomba sana apate mtu ambaye nikiwa nimeondoka nitampachika kile ambacho nimebeba, ili aweze kukimbia nacho akasaidie. Na kisha pia akampachika atake mwingine ambaye baada ataenda kuambia watu kwamba ni kipi ambacho kitakuja kutendeka baada ya mwisho wa hii dunia, ambaye alikuwa ni Yohana. Yesu anaona ameandika kitabu cha Ufunuo akituambia mambo ambayo hayajatokea, lakini yataweza kutokea pale mbele. Kwa hiyo hao watu wanne walikuwa watu muhimu, lakini James alikuwa ndio pia ni mtu wa muhimu, lakini maisha yake yalikatiwa katikati kabla hata aanze kufanya mambo yote. Jina la Bwana lisifiwe. Sababu unaposoma katika kitabu cha Matendo, unasikia Matendo 12, unaona ya kwamba Herode alimshika na akamkata kichwa. Kwa hivyo historia ya Yakobo ikaishia pale. Lakini Petro alisimama akiwa mtu tofauti. Tunamjua kama jamaa aliyekuwa mwoga. Jamaa alikuwa na tempa za hapa na hapa, haraka sana. Yesu alipokuwa anasulubiwa, Petro anatokezea akimfuata Yesu. Mdada anamwambia, wewe ulikuwa na Yesu, mbona unakaa kama Yesu? Wewe tabia zako zinakaa kama za Yesu. Petro anakaa na anasema, simjui, simfahamu, kwa sababu anajua kwamba nikisema namfahamu pia mimi nitauawa. Kwa hivyo ameogopa, hata katoto kadogo akambia, ulikuwa na Yesu? Wewe unajua sema nini? Akatoroka akaenda kumlilia Bwana kuomba msamaha, kwa sababu amemkana Yesu mara 3 kabla ya jogoo kuwika. Akaomba msamaha, na baada ya kuomba msamaha Yesu ametoweka. Walirudi tena katika kazi ya uvuvi, kufanya mambo ya uvuvi, wakavua. Yesu akawatokezea tena, akaambia kwamba nikana kwamba mmejisahau sana, mjui niliwaachia nini. Yesu akawachukua tena akawafundisha. Kisha alipokaa nao kwa muda wa miaka siku 40 zimepita. Sasa Yesu anaondoka duniani rasmi, anaambia kwamba ketini katika Yerusalemu mpaka siku ambayo mtaweza kutiwa mafuta na kupakwa mafuta na Roho Mtakatifu. Wakasubiri kwa muda mwingine wa siku 10, sababu siku ya Pentekoste ilikuwa ni siku 10 zijazo, lakini wewe alikuwa hajaambiwa ni siku 10. Kwa hivyo wakasubiri. Biblia inasema katika kitabu cha Matendo ya Mitume mlango wa 2, na ilipofika siku ya Pentekoste, Roho wa Mungu akaachiliwa. Aliposhuka, Petro akasimama, akaangalia, akasema kwamba akaanza kutoa ushuhuda kuhusiana na Yesu Kristo. Na si yule ambaye mmemsulubu, yule ambaye mmemuua juzi, tulikuwa naye, tuliishi naye, na ametuonyesha mambo kadhaa. Tumekaa naye baada ya kufa kwake na kufufuka, tumekaa naye kwa muda wa siku 40, ametuonyesha hiki na hiki na kile, na alituambia tukae hapa mpaka tutakapopokea promise ya baba yetu. Na leo baba ametuachilia ile promise ambayo alitutuma. Na Peter anaweza kasimama mbele ya watu wote, asiogope chochote kuitanishwa na Yesu, kwa
ambao ni tajika katika familia na nchi ya Waisraeli. Mungu amemuinua kutoka kuwa mvuvi, sasa amekuwa kiongozi na kinara wa kanisa ambalo ni la Mungu. Hata wewe unaweza kuwa hivyo. Hata wewe unaweza kujengeka. Hata wewe maisha yako yanaweza kubadilika. Sijui nini ambao unamtumainia nalo Mungu. Sijui ni kipi ambacho kimekaa kigumu katika maisha yako. Nimekuja nikwambia kwamba bado Mungu ana uwezo. Bado Mungu ana uwezo. Usikate tamaa. Wapo wengi ambao Mungu amewafanyia katika maisha ya Biblia na hata leo. Ukitafuta mtu yoyote hapa ambao unafikiria kwamba amefanyika kitu, muulize alitokea wapi. Atakueleza historia yake. Wote waliokaa hapa mbele ukiwafuata atakwambia pale ambapo hata wewe uko na habari yako, uko na historia yako ambayo inaweza kujenga mtu. Mungu anatuinua kutoka katika viwango vya udhaifu na kutufanya kuwa hodari. Sauti yako huenda ndio inasubiriwa katika nchi ya ngoleo. Labda tu Mungu anangoja ni siku gani ambapo utachoka na useme kwamba sasa Bwana naomba nitumie. Mungu bado anasubiri ile siku ambayo utajiangalia useme kwamba hata mimi ninaweza kuleta mabadiliko katika familia yetu. Na mpaka hiyo siku itakapofika ndio utajua kile ambacho kiko ndani yako. Yule aliyeko ndani yako ni mkuu zaidi ya vyote na chochote ambacho kiko ulimwengu. Mwabudu Mungu na mtumaini Mungu, na siku zako za usoni zitakuwa njema. Mungu awabariki. Let us pray. Heavenly Father, we thank you. We give you praise because of your word. Help us, oh my Father, to come, my Father Lord, from a place of ordinary men to become extraordinary. Tusaidie Bwana, tutoke katika viwango vya watu wadhaifu, wanyonge, wasio na uwezo wote, watu waliodharauliwa, na kutufanya kuwa Bwana sauti. Naomba kwamba Bwana ukaifanye mlima huu wa Maranatha kuwa sauti katika Taita Taveta. Wale ambao Bwana wametuona kuwa wanyonge, Jehova, naomba kwamba Jehova ukabadilishe historia yetu na wakaanze kututazama kwa mitazamo tofauti. Yote ambao Bwana amekuja hapa akiwa Bwana ameghadhabika moyo, akiona kwamba hana msaada, Bwana naomba kwamba ukaguse nafsi hiyo. Yote ambao Bwana amekata tamaa, mrejeshe tumaini. Pokea sifa Bwana, pokea utukufu. Katika jina la Yesu tunaomba na kuamini, na kanisa iseme amen. Acha tumshangilie Bwana wakati tunamkaribisha Pastor Walter anapokuja. Tumshangilie ndugu Pastor Walter tafadhali. Bwana Yesu asifiwe. Tumebarikiwa. So usijione ni chombo duni kwamba Mungu hawezi kutumia. Anaweza kutumia. Bwana Yesu asifiwe. Amekuchora katika viganja vya mikono yake. Anajua hesabu za nywele yako. Anajua uamkapo na ndio ulalapo. Amen. So tupokee hilo neno na tujue kwamba tutaweza kuwa vyombo vya mabadiliko katika eneo hili Mungu ametupanda. Bwana Yesu asifiwe. So mniruhusu kabla tujamaliza ibada ya leo, nitambue uwepo wa wageni katikati yetu. Kuna watu ambao huenda wewe ni mara ya kwanza kuwa katika huduma hii, hujawahi kuwa siku nyingine. Thank you. Leo hatuna mgeni. Bwana Yesu asifiwe. Bwana wabariki sana. Wacha niseme matangazo ya hii wiki kama vile ilipaswa iwe wiki hii. Siku ya leo hatutakuwa na ushirika wa kawaida, lakini juma lijalo kuna mahali nimeandika, hii simu yangu ndio imetumika kwa hii kazi, so sikumbuki nilisema ni wapi, lakini juma lijalo tuko na ushirika. Naomba tu someone can help me. Nafikiri ni kwa Kinarina. I think yes, ndio. So juma lijalo tutaenda ushirika wa nyumbani kwa Kinarina nyumbani. Rina uko hapa? Au mama ya Rina? Yes, mama ya Rina ndio huyu. So juma lijalo